Chagua kifo au chagua uzima. Hakuna njia ya kati. Musa, mzee wa miaka 120, anasimama mbele ya taifa jingine la Israeli, kizazi kipya ambacho hakikuona miujiza ya Misri. Ana dakika chache za mwisho. Nini anawaambia? Mbingu na dunia ni mashahidi wangu leo dhidi yenu. Nimekuwekea mbele yenu uzima na kifo, baraka na laana. Kwa hiyo chagua uzima. Haya ni maneno ya mwisho ya kiongozi mkuu. Haya ni chaguo la milele. Kumbukumbu la Torati sura ya 30. Musa anaeleza jambo moja muhimu: hata kama Israeli watafukuzwa kwa sababu ya dhambi zao, Mungu bado yu tayari kuwarudisha. Bwana Mungu wako atakurudisha kutoka utumwani na kukuhurumia. Lakini hakuna kurudi bila kugeuka. Ukirudi kwa Bwana Mungu wako na kumtii kwa moyo wako wote na roho yako yote, hapa ndipo Mungu anatoa ahadi kubwa: Bwana Mungu wako atatahiri moyo wako na mioyo ya uzao wako, ili umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na roho yako yote, ili uishi. Jambo la kwanza linalosahaulika: Musa haongei na kizazi kile kilichoona miujiza ya Misri. Hawa ni watoto wao, kizazi kipya ambacho kimezaliwa jangwani. Pili, Musa anasema neno karibu mara 3. Neno ni karibu nawe, katika kinywa chako na katika moyo wako. Si mbinguni, si ng'ambo ya bahari. 3, chaguo hili linakuja baada ya amri zote za Torati, sio kabla. Israeli wameshapata sheria yote. Sasa wanahitaji kuamua, je, watatii au la. Mabadiliko makuu ya kiroho yanayoonekana hapa: kwanza, kutoka sheria kwa ajili ya sheria hadi upendo wa moyo. Mungu anasema, nitakutahiri moyo wako ili unipende. Pili, kutoka adhabu hadi matumaini. Hata baada ya laana na uhamishaji, bado kuna njia ya kurudi. Tatu, kutoka utii wa kimwili hadi utii wa kiroho. Neno ni ndani yako tayari. Hii ni mfano wa kwanza wa Agano Jipya. Ezekieli atasema baadaye, nitakupa moyo mpya na roho mpya. Paulo ataandika, neno ni karibu nawe, katika kinywa chako na katika moyo wako. Wanyamapori waliokuwa wakiangalia mazungumzo haya ya mwisho walikuwa na mawazo mengi. Ninaona kutoka juu. Kila kizazi lazima kichague kwa ajili yake. Hakuna kurithi utii. Moyo mtakatifu. Huo ndio unahitajika. Si utii wa nje tu, bali upendo wa ndani. Mfalme anawapa uhuru wa kuchagua hata wakijua wanaweza kuchagua vibaya. Huo ndio upendo wa kweli. Na bado hata wakichagua vibaya, mlango wa toba unabaki wazi. Huruma isiyokoma. Binadamu wamepewa baraka kubwa kuliko sisi, chaguo la kuwa na mahusiano na Muumba wao. Leo wewe uko mbele ya chaguo hilo hilo. Sio chaguo la mara moja tu, bali chaguo la kila siku. Kila asubuhi unapoamka, unachagua, je, nitamfuata Mungu leo au nitafuata njia zangu? Kila unapokutana na hamu mbaya, unachagua, je, nitamtii Mungu au nitajisihi? Mungu anakualika uchague uzima, maisha ya baraka, ya amani, ya kusudi. Lakini chaguo ni lako. Yeye hatakuficha maagizo yake, neno liko karibu nawe, katika moyo wako na katika kinywa chako. Uchague uzima ili wewe na familia yako muishi. Tuombe. Baba wa anga, tunakushukuru kwa chaguo ulilotupa. Unatujali sana hata ukatupa uhuru wa kuchagua hata kama tunaweza kuchagua vibaya. Leo tunachagua uzima. Tunachagua kukulinda. Tunachagua baraka zako. Tutahiri mioyo yetu ili tukupende kwa moyo wote na roho yote. Tufanye hili kila siku katika jina la Yesu, amina. Mbingu na dunia ni mashahidi. Chaguo ni lako. Chagua uzima. Tuonane kipindi kijacho katika mfululizo wa Genesis hadi Ufunuo. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.